الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلني الله وإياكم من أهل البشرى الذين قال فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، tunamwomba Allah azza wa jalla astunyime fadhila ya kuhudhuria vikao vya kheri kama hivi, na tusitawanyike wakati tunatawanyika, isipokuwa tumeingia miongoni mwa wale ambao wameupata msamaha wa Allah azza wa jalla. Mada yangu kama ilivyotangazwa, daurul mujtama'i al-islami fi khidmati al-fi'ati al-khassa, nafasi ya jamii ya Kiislamu katika kuhudumia makundi maalum. Na makundi maalum yanayokusudiwa hapa ni mfano wa watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali, ndiyo makundi maalum tunayoyakusudia. Ndugu zangu katika iman, la shaka kuwa Allah azza wa jalla ametuumba na akatutofautisha katika kutuumba. Ametutofautisha kwenye viwiliwili vyetu, ametutofautisha kwenye rangi zetu, ametutofautisha kadhalika mpaka kwenye uwezo wetu. Hadha khalqullah, na huu ndio uumbaji wa Allah azza wa jalla. Na Allah kila anachokifanya anakifanya kwa hikma. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha, atakayejua atalijua hilo, na asiyelijua atakuwa hajabahatika kulijua. Wapo baadhi yetu miongoni mwetu walionyimwa baadhi ya vitu kwenye miili yao, vitu ambavyo wengine wamepewa. Yamkini wewe una mguu mmoja, mwenzako ana miwili. Yamkini una jicho moja, mwenzako ana mawili. Yamkini una sikio moja, mwenzako ana mawili yaliyotimia. Aliyekuumba hivyo, tambua kwanza, ni Allah azza wa jalla. Ninachotaka kuanza kusema kwenye nukta hii, kwa wale ambao ni watu maalum, kwa utambulisho nilioutoa, uwepo wao katika jamii ni rahma itokayo kwa Allah azza wa jalla. Jamii kuwa na watu wenye uhitaji maalum ni rahma miongoni mwa rahma za Allah azza wa jalla. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingine tunapata nusra ya Allah azza wa jalla bisababi wujudi hadhihi alfi'ati bainana, kwa sababu ya uwepo wa watu wa namna hii miongoni mwetu. Qala alayhi salatu wassalam: innama yansuru Allahu hadhihi al-umma bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Allah azza wa jalla anaweza kuunusuru umma huu kwa sababu ya uwepo wa wanyonge madhaifu miongoni mwao, dua zao, swala zao, pamoja na ikhlasi zao. Na katika madhaifu ni pamoja na hawa watu ambao tunakwenda kuangalia nini kama jamii ya Kiislamu tunatakiwa tuwafanyie. Lakini jengine, kwa yoyote ambaye anapitia changamoto, kwenye macho mawili ana moja, kwenye mikono miwili ana mmoja, kwenye miguu miwili ana mguu mmoja, pamoja na upungufu huu, lakini kwa upande mwingine anazo neema nyingi za Allah azza wa jalla kwenye kiwiliwili chake. Asikae akalaumu kwa kukosa kimoja katika viwili, kwa kukosa kimoja katika vinne, bali akumbuke hivi vingine alivyoachiwa na Allah azza wa jalla.
Na siku zote ili ukumbuke neema za Allah juu yako, muangalie yule aliye chini yako. Yamkini unanyongeka kwa sababu una mguu mmoja, aliyekosa yote miwili atasemaje? Yamkini unadhoofika kwa sababu una jicho moja, aliyekosa yote mawili atakuwa na hali gani? Falhamdulillah ala kulli hal. Kwa hali yoyote unatakiwa umshukuru Allah azza wa jalla. La'allakum sami'tum qissata Urwa ibn Zubair rahimahullah ta'ala. Urwa ibn Zubair alim min ulama al-Madina. Huyu mwanazuoni aliwahi kupata mtihani, aliwahi kuumwa na daktari akashauri kwamba mguu huu jinsi unavyouma, ili maradhi yasienee kwenye mwili, lazima mguu ukatwe. Akasema sawa. Amekatwa mguu, jioni yake mtoto wake akapata ajali, kashambuliwa na mnyama akafariki. Katika maneno aliyosikika akiyasema, akasema alhamdulillah kana li 7 abna fa akhadha Allahu wahidan wa abqa li 6. Namshukuru Allah, nilikuwa na watoto 7, riwaya nyingine zinasema 4. Allah kamchukua mmoja tu kaniachia 6. Alhamdulillah. Wa kana li 4 atraf akhadha Allahu minha wahida. Lakini pia namshukuru Allah, nilikuwa na viungo 4, akikusudia mikono miwili na miguu miwili. Allah amechukua kimoja, ameniachia 3. Alhamdulillah. Namshukuru Allah kwa hili. Katika maneno mazuri ambayo Mtume alayhi salatu wassalam aliwahi kuwaliwaza watu wa namna hii ni kisa cha Amr ibn al-Jamuh, na hii ni bishara kwa kila mwenye changamoto hiyo. Amr ibn al-Jamuh radiyallahu ta'ala anhu aliwahi kwenda kwa Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, ya Rasulullah, ara'aita in qataltu fi sabilillah hatta uqtalu amshi birijli hadhihi sahiha fil janna. Yuko kwenye jihad, vita vya Uhud, alikuwa ni kuguru huyu, kanat rijluhu arja, anatembea kwa kuchechemea. Ewe Mtume wa Allah, niambie, lau nitapigana jihadi fi sabilillah mpaka nikafa mujahidan fi sabilillah, mguu wangu huu nitaingia peponi ukiwa mzima, natembea vizuri? Akasema alayhi salatu wassalam, naam, utaingia peponi ukiwa mzima. Peponi hakuna kipofu, peponi hakuna kiguru, peponi hakuna mlemavu wa aina yoyote. Manake kama ni changamoto unaipitia, ukishaondoka katika maisha ya dunia, hiyo changamoto khalas. Kuna vitu vimetajwa na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kuhusiana na hawa watu maalum, mpaka mara nyingine unaweza ukatamani na wewe uwe miongoni mwao. Wana changamoto, lakini mara nyingine wanapewa bishara mpaka unatamani ungekuwa nafasi ya huyu mwenye changamoto. Nakumbuka kwa mfano mwingine habari inayosimuliwa na Auf ibn Malik al-Ashja'i fihi wa'fu anhum, mpaka mwisho wa dua. Mtume alayhi salatu wasalam aliwahi kuswalia maiti, anasema Auf ibn Malik, nikasikia katika dua ambayo Mtume kamwombea yule maiti ni dua hii maarufu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Tunaijua. Anasema kwa uzuri wa hii dua na nafasi ya muombaji, hatta tamannaitu an akuna ana dhalika almayit, mpaka nikatamani mimi niwe ndo huyo maiti anayeombewa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu wanakomangano, Kiswahili cha ndani ndugu zangu wanakomangano, cha juu juu kongamano, msishughulike na misamiati Turudi katika mada. Tunapozungumzia nafasi ya jamii ya Kiislamu katika kuyahudumia makundi maalum, tunataka tuzungumzie kitu ambacho hata wewe wa kawaida unaweza kukifanya. Tusiangalie viongozi,
tusiangalie taasisi, tujiangalie sisi mmoja mmoja. Mara nyingine tunakimbia kutekeleza majukumu yetu kwa kujiona kwamba sisi ni watu wapweke. Mimi naweza kufanya nini? Unachoweza kufanya. Na umma wa Kiislamu umerudi nyuma kwa sababu kama hizi. Man ana, mimi nani? Wewe ni sehemu katika umma wa Kiislamu, sio kwa umuhimu. Juzi tukiwa katika ibada ya haji, natembea na mwenzangu, zahma ilikuwa kubwa sana, msongamano mkubwa. Nikamwambia kila mmoja akirudi katika mji wake, katika vitu anavyovielezea, msongamano Makka ulikuwa mkubwa, na anasahau kwamba yeye ni sehemu katika huo msongamano mkubwa. Yaani mahujaji wote wanakwenda kuelezea msongamano, kulikuwa na msongamano, kama vile wao hawahusiki, wakati wao ndio msongamano. Kwa hiyo usirudi nyuma ukajiona husiki. Haya ninayokwenda kuyazungumza kila mmoja wetu anahusika nayo. Ndugu zangu, hawa watu wenye uhitaji maalum wapo katika familia zetu, wapo katika jamii zetu, wapo katika nchi zetu. Na siku zote kichawa mwenzio ndiye achekeshaye, wako wachekeshi. Beba hisia kwamba huyu mtu mwenye uhitaji maalum ni mtu wako, na unacho kitu unachotakiwa kufanya katika kumhudumia. Miongoni mwa yale tuliyofundishwa na Mtume alayhi salatu wassalam ni riayatu mashairihim, ni kuchunga hata zile hisia zao, kuchunga hisia zao. Na Mtume kwenye hili kafikia kubainisha kwamba mapungufu mlionayo kwenye viwiliwili vyenu haina maana kwamba nyinyi ni watu duni msio na maana, abadan. Tunaijua habari ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Hakuwa kilema, lakini alikuwa mwembamba mno. Siku moja alipanda juu ya mtende au mti wa mswaki al-arak, ukavuma upepo, miguu yake ikaanza kucheza. Hebu just imagine, huyo ni mtu mwembamba kiasi gani? Amepanda juu ya mti, upepo tu unatingisha hivi miguu yake. Masahaba wakacheka, na hiki kicheko la shaka kibinadamu kinaweza kumuumiza anayechekwa. Mtume alayhi salatu wassalam akawauliza, mimma tadhakun? Min diqqati saqai, mnachekeshwa na nini? Na wembamba wa miguu yake na miumbi yake. Akasema alayhi salatu wassalam, walladhi nafsi biyadi lahuma athqalu fil mizan min jabal Uhud. Na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu imikononi mwake, hii miguu mnayoiona mepesi ina uzito kwenye mizani siku ya Kiyama kuliko mlima wa Uhud. Ni wangapi katika wenye mapungufu tunawadharau, na mbele ya Allah wao ni bora kuliko sisi? Kwa sababu mizan si muonekano wa mwili, mizan sio ukamilifu wa viungo. Inna akramakum inda Allahi atqakum, wabora wenu mbele ya Allah azza wa jalla ni wale wamchao Allah azza wa jalla. Iyyaka thumma iyyak. Chunga sana kumdharau mtu eti kwa sababu kiguru, kwa sababu kilema, kwa sababu hofu. Yamkini kwa mtihani aliyopewa na Allah, Allah amemsalimisha na madhambi ambayo wewe hujasalimika nayo. Nikiyataja haya nakumbuka kisa cha kijana mmoja, na kikariri sana, lakini mtaniwia radhi, kina mazingatio. Amehifadhi Qur'an akiwa tayari ni kipofu. Amekwenda kutembelewa katika mahojiano, miongoni mwa maswali ya pekee aliyoulizwa akajibu majibu ambayo hayakutarajiwa na muulizaji, mpaka ikawa ni sababu ya muulizaji kutokwa na machozi. Akamwambia, sasa hivi wewe ni kipofu, huoni, alhamdulillah umehifadhi Qur'an. Hujawahi kutamani hata siku moja Allah akurudishie macho yako? Sema, namshukuru Allah azza wa jalla, mimi ni kipofu, namshukuru Allah, na huenda ukawa upofu wangu ni sababu ya kuipata pepo ya Allah.
Naamini kuna mengi machafu yanayoonwa na wenye macho, Allah kanilinda siwezi kuyaona. Mashaallah. Kwa hiyo kuchunga hisia za hawa watu ni wajibu wa kila mmoja wetu. Usimbeze, usimkemee, usimtenge eti kwa sababu tu ana mapungufu kwenye kile ambacho wewe unacho. Huenda huyu mbele ya Allah azza wa jalla akawa ni bora zaidi kuliko wewe. Saad ibn Abi Waqqas kipindi fulani ni kama vile alitaka kumdharau mtu fulani ambaye alionekana duni, hana maana. Bwana Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia hapana, innama turzaquna wa tunsaruna biduafaikum. Nimetanguliza mfano wa hadithi hiyo mwanzo wa mazungumzo yangu. Lakini jambo la pili ambapo kila mmoja wetu anaweza kulifanya kama sehemu katika jamii ya Kiislamu ni qada'u hajatihim ala qadri al-istita'a, ni kuwakidhia haja zao kwa kadri ya uwezo wa kila mmoja wetu. Unachoweza kumsaidia msaidie, hata kama ni kumshika mkono ukamuonyesha njia, mshike mkono. Unaona anaelekea labda kipofu pasipokuwa salama, muelekeze. Huu msaada unahitajia uwe na utajiri gani ili uweze kuutoa? Lakini mara nyingine unamuona mtu asiyeona anapata tabu, unachoweza kumsaidia ni kurudi nyuma ili fimbo yake isikuguse. Sema hao wenye fimbo hao yani wako vizuri kuliko wenye macho. Wacha hiyo lugha wewe. Na wewe upokonywe macho upewe fimbo? Uko tayari kwa hilo? Sidhani. Kwa hiyo kile ambacho tunaweza kuwasaidia tuwasaidie. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na special treatment kwa hawa watu. Niwatajie mfano mmoja. Anasimulia Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, wal hadith rawahu al-Imam Muslim. Anna imra'atan kana fi aqliha shay. Kulikuwa na mwanamke mmoja punguani, akili yake kidogo haiko sawa. Faqalat, siku moja akaja kwa Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia Mtume, ya Rasulullah, inna li ilayka haja, na jambo nataka kusema na wewe. Hawa watu mara nyingi hawaheshimiki. Kwa hiyo hata anapotaka kuzungumza na mtu mwenye heshima, yule mtu anaona huyu atanipotezea tu muda, hata kumsikiliza hataki. Mtume kafuatwa na huyu mwanamama, ya Rasulullah, inna li ilaika haja, na jambo nataka kusema na wewe. Mtume akamwambia kwa lugha nzuri, ya umma fulan undhuri ayyasikaki shi'ti hatta aqdi laki hajataki. Chagua sehemu tutakayokutana, nikusikilize, nikutatulie shida zako. Panga wewe muda, panga wewe eneo. Tadhakkar, huyu mwanamke fi aqliha shay, huyu sio timamu, zimefyatuka kidogo. Lakini Mtume anamjibu kwa busara. Fakhala biha fi ba'd at-turuq hatta faragat min hajatiha. Akakaa faragha ya barabarani, watu wanapita, akamweleza Mtume jambo lake mpaka Mtume akamtatulia lile jambo lake. Mama karidhika, kaondoka. Mnakumbuka Mtume alayhi salatu wasalam, miongoni mwa vitu alivyolaumiwa, na hizo lawama bado zipo ndani ya Qur'ani mpaka leo, ni pale alipofanya kama kutokumjali Ibnu Ummi Maktum, dhalikum ar-rajulu al-a'ma. Huyu sahaba ambaye alikuwa kipofu, ameslimu, amekuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam, ya Rasulullah, na jambo langu naomba nisikilize. Wakati ambao Mtume alayhi salatu wasalam anawalingania sanadidu Quraish, udhamau Quraish, akitaraji kwao kheri, yamkini wakaukubali Uislamu. Wakati huo amekuja Ibn Ummi Maktum kwa Mtume alayhi salatu wasalam, ana jambo anataka kumuuliza Mtume, ana jambo anataka asikizwe na Mtume. Mtume kwa kupima ile mizani ya umuhimu kwamba huyu tayari naye, lakini hawa wapya ni watarajiwa, bwana, hebu nisubiri nimalizane na hawa. Fa'atabahu Allahu ta'ala, Allah azza wa jalla akamlaumu. Yamkini miongoni mwa sababu za lawama
ni pamoja na kuzingatia hali ya muhusika. Lao ingelikuwa ni mtu aliyetimia na macho yake, ingeweza tu kujiongeza kwamba hapa mtume yuko na fulani, ngoja nikae pembeni, akimaliza nitamuuliza. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam, baada ya hili tukio, aya tunazisoma mpaka leo, na imekuja kwenye baadhi ya riwaya, alikuwa baada dhalika Ibn Ummi Maktum akija kwa mtume alayhi salatu wasalam, bwana mtume anamwambia, karibu ewe ambaye Allah alinilaumu kwa ajili yake. Abasa watawalla an jaahu al-a'ma wama yudrika la'allahu yazakka au yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wama 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkira ila akhir sura. Kwa hiyo mtume kalaumiwa alipochelewa kumkidhia haja yake Ibn Ummi Maktum. Msaada unaweza kutoa kwa mtu mwenye uhitaji maalum, utoe kwa nafasi yako kama Muislamu, kwa nafasi yako kama kiongozi wa taasisi, kwa nafasi yako kama msimamizi wa serikali lakini hakuna anayesalimika kwenye hili. Inatisha mno hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam pale aliposema, mal'unun man sabba abah, mal'unun man sabba ummah, mal'unun man dhabaha li ghayri Allah, mal'unun man ghayyara tukhuma al-ard, mal'unun man kammaha a'ma an tariq, mal'unun man waqa'a ala bahima, mal'unun man amila amala qaumi Lut, au kama qala alayhi salatu wasalam. Bwana mtume ametaja idadi ya watu waliolaaniwa na kuwekwa mbali na rahma za Allah azza wa jalla. Miongoni mwa hao mal'unun, amelaaniwa, man kammaha au kamaha a'ma an tariqin, atakayempoteza kipofu kwenye njia ya sawa. Unajua anataka kwenda huku, unamwambia pita huku, unamtaabisha tu, yamkini ukakaa pembeni, vile anavyopata tabu ukawa unacheka. Mal'unun mal'unun mal'un. Tuwakidhie haja zao kwa kadiri ya uwezo wetu, na hili ni jukumu letu kama umma wa Kiislamu. Usiangalie serikali imefanya nini, taasisi zimefanya nini, kampuni NGOs zimefanya nini. Jiangalie wewe mwenyewe umefanya nini. Chochote unachoweza kusaidia, saidia. Chochote unachoweza kufanya katika mambo ya kheri, fanya. Lakini jingine miongoni mwa yale ambayo tunaweza tukafanya kama jamii ya Kiislamu, na hili hasa linawahusu wale wenye nafasi katika taasisi zetu na sehemu za mfano huo, tauliyatuhum baadhi almanasib, ni kuwapa hawa watu wenye uhitaji maalum baadhi ya majukumu ambayo wanayaweza, ili na wao wasijione wametengwa katika jamii, ili na wao wajione kuwa ni sehemu katika jamii. Kuna watu hawana macho ya kuona lakini wana macho ya elimu, watumie kwenye elimu zao. Kuna watu hawana miguu ya kutembea lakini wana uwezo wa kuzitembeza taasisi zetu. Kukosa kwake miguu tusimkoseshe kuitumia elimu yake alionayo. Mtume alayhi salatu wasalam, kama anavyosema Anas ibn Malik, istakhlafa ibna ummi maktum ala almadina marratayn yusalli bihim wa huwa a'ma. Aliwahi kumwachia majukumu ya usimamizi mji wa Madina Ibn Ummi Maktum akiwa kipofu mara mbili. Kazi yake kubwa ni kuwaswalisha watu, mtume yuko nje ya Madina. Alipokwenda katika vita vya Uhud alifanya hivyo sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kipofu huyu, naam kipofu, lakini si anaweza? Kama anaweza apewe hilo jukumu, alifanya hilo jukumu. Na nafikiri katika baraza la mawaziri
Tanzania hii, kama vile naibu waziri yupo mmoja ni katika watu wa namna hii, hata kwenye hadhira zake anakwenda na gongo lake la kumsaidia. Ni naibu waziri au nani yule mwanamama mmoja? Simkumbuki jina, kama atakuwa bado yupo kwenye wizara, ni mbunge, naibu waziri. Ile changamoto yake alionayo haimzuii kufanya kile ambacho anakijua. Kwa hiyo huu ni mfano tunauona kwenye serikali, hata katika maisha yetu ya kawaida tuuishi huu mfano. Huyu Ibn Ummi Maktum anaendelea kubaki kuwa ni mfano mzuri sana kwenye nukta hii. Tunajua miongoni mwa majukumu aliyopewa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni jukumu adhim, kuadhini kwenye msikiti wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Palikuwa na waadhini wawili pale, Bilal na Ibn Ummi Maktum. Mtume aliwahi kusema, yuadhinu lakum Bilal, Bilali ataadhini. Adhana ya Bilali isiwazuie kula na kunywa wale ambao wanataka kufunga, lakini atakapoadhini Ibn Ummi Maktum, acheni kula na kunywa, kwa sababu huyu ni kipofu, haadhini mpaka aambiwe pamekucha. Bwana Mtume akampa jukumu la adhana. Mara nyingine hawa watu wanateseka katika jamii zetu kwa sababu tu ya changamoto wanazozipitia, lakini ukiangalia upande mwingine wana uwezo wa kufanya vitu mbalimbali, wana uwezo wa kuzalisha katika jamii na umma wa Kiislamu, wana uwezo wa kufanya mambo makubwa ambayo yataleta mabadiliko katika umma wa Kiislamu, umma wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na yasema haya bila ya kusahau nukta muhimu sana. Inauma, lakini hakuna budi kuisema. Baadhi ya wale ambao Allah amewapa huu mtihani wanaofanya kama fursa kubweteka na kuwa ombaomba. Kufanya hivyo si sawa, kwa sababu tu umekosa mguu mmoja, umekosa kabisa cha kufanya, ndio ufikie kuombaomba? Umekosa kabisa namna, ndio ukae barabarani asubuhi jioni, shughuli yako ni kuomba, na unaomba kingapi cha kukutosha? Siku hizi imekuwa ni mradi, na wengine wazima wanaingia humo. Kuna mtu anamwendesha na kibaskeli, unaweza ukafikiri anatoa msaada, kumbe anayesukuma kibaskeli ameajiriwa na huyu aliyekaa juu ya kibaskeli. Kweli tunatakiwa tuwasaidie mahitajio yao, lakini pia tuwe makini tusipigwe. Ikitokea umepigwa ni kwa kadari ya Allah azza wa jalla, wa illa anayesema haya iwe ni tahadhari kwa watu hao. Jamani, mlango wa kuomba si mlango ulio wazi kirahisi. La tahillu almas'ala illa li thalatha, aliwahi kuyasema alayhi salatu wassalam, si halali kuomba isipokuwa kwa watu watatu. Akawataja hao watatu. Hawa tunawazungumzia leo hawapo, hawa tunawazungumzia leo hawapo, lakini hata wale waliohalalishiwa kuomba waombe kwa kadri ya haja, isiwe kuomba ndio maisha yao. Hapa siwasemi vibaya, natoa tahadhari ili na wao wasimame upande salama. Wewe tekeleza lako, lakini wewe mwenye uhitaji maalum kadhalika tambua wajibu wako. Wengine kweli wanafanya ndio kazi, asubuhi yuko kwenye traffic light, nenda rudi, jioni anarudi kwenda kupumzishwa. Na wengine hela ile wameiona tamu inawavutia, wameshindwa kuacha. Anakwambia kama nakaa hapa siku imekwenda vibaya, biashara sio nzuri, na laza laki unusu. Siku hiyo yani timing ya taa nyekundu kuwaka na gari kuja zimepishana, lakini siku ikienda vizuri na laza laki tatu. Wanayasema haya. Sasa huyu manake inawezekana kweli ni kilema, ana changamoto fulani, ameshafanya kuomba, hiyo kazi yake. Msifikie huko.
Jambo jingine ambalo tunaweza kuwafanyia au ni jukumu letu kama jamii ya Kiislamu ni kuzingatia uwepo wao baina yetu. I'tibaru wujudihim wa tawajudihim bainana, ni kuzingatia uwepo wao baina yetu. Sasa hivi mashaallah pamekuwa na mahimizo ya kasi sana kwa wale ambao wanajenga majengo ya umma. Wakaguzi wanasema lazima uweke miundombinu ya watu wenye uhitaji maalum kuweza kuifikia huduma hiyo. Hii ni sehemu katika kuwatambua, lakini sisi kama umma wa Kiislamu tunatambua uwepo wa watu wa namna hii. Hapa tuko kwenye kongamano, si ndio eh? Mnahisi kiziwi kama yupo hapa atatuelewa? Kiziwi ambaye hasikii kama yupo hapa atatuelewa? Hawezi kutuelewa. Sasa kama hawezi kutuelewa, kwa nini aje? Kuna sababu. Lakini angalau tujitahidi makongamano yajayo, pembeni hapa kunakuwa na mtu wa lugha ya ishara. Tumepata ndugu zetu Waganda 400 au 500. Kila mada ikimalizika takriban anakuja mtu hapa anatoa mukhtasari, na wao wanasikia, wanaona, midomo ikitingishika na aya zinasomwa na hadithi wanaweza kujiongeza, lakini inaonekana haitoshi. Angalau mukhtasari kwa lugha yao waelewe zaidi, na ndiyo lengo. Sasa huyu ambaye hasikii Kiswahili atasikia Kiganda? Ni kama vile tumewasahau kwa namna fulani eh? Hili kongamano linafanyika mara moja kwa mwaka. Yamkini isiwe muhimu hivyo, lakini misikitini kila Ijumaa kuna khutba al-Jumaa. Yamkini kuna baadhi ya misikiti na utaratibu wa kutoa darsa. Watu wenye changamoto hizi tulishawahi kuwafikiria? Elimu wanayopata wanaoona na kusikia inawafikiaje hawa wenye changamoto? Angalau tuibebe kama changamoto. Mashallah, ukija kwenye TV zetu za Kiislamu kiasi kikubwa haya yapo eh? Hata kama sio kwenye vipindi vyote, kwenye baadhi ya vipindi wanapokuwa panaendelea kitu fulani, pembeni unaona mtu wa lugha za ishara, angalau na yeye anajaribu kudadavua. Wale wasiokuwa na uwezo wa kusikia wanapata cha kung'amua. Tulibebe hili na tuanzie kwenye ile jamii ambayo ndiyo namba kubwa kwenye mitaa yetu, kwamba labda msikitini hapa wengi ni vipofu. Je, huduma zetu za msikiti zinawazingatia hao vipofu? Kwenye watu wenye changamoto, labda kwenye msikiti wetu idadi kubwa inaonekana ni viziwi, tunawazingatia katika huduma zinazotolewa ndani ya msikiti? Huo ni upande mmoja. Upande mwingine tuje kwenye familia zetu. Kuna baadhi ya familia kupata mtu mwenye changamoto wanaona kama vile ni laana kutokayo kwa Allah azza wa jalla. Watakachomfanya, wakimhurumia watamficha, lakini tunakaribia kuwafanyia watoto wetu kile ambacho Makuraishi walikuwa wanawafanyia watoto wao. Wa kike wanawazika wakiwa hai kwa kuogopa aibu, wa kiume wanawaua kwa kuogopa umaskini na ufakiri. Sasa leo tunachowafanyia watoto wetu wenye changamoto, mwenye huruma zaidi atamficha ndani, hamtoi mpaka atavia huko. Mtoto mwenye miaka 12 ukimtazama kama ana miaka 6, hapati muda wa kutembea, kupigwa na jua apate vitamin C, hajumuiki na wenzake, maisha yake kama yuko gerezani. Kwa nini? Akitoka nje watu wakimjua itakuwa ni aibu kwetu. Ala, aibu kwenu kivipi? Mmemuumba nyinyi huyu? Sikaumbwa na Allah. Atakayewakosoa anaukosoa uumbaji wa Allah. Kwa hiyo hata ndani ya familia zetu tulizingatie hili. Allah amekupa huo mtihani, kwanza ridhia, lakini usimnyanyapae mwanao, usimtenge mwanao, usimbague mwanao. Jitahidi kuyafanya yale ambayo yako ndani ya uwezo wake, apate zile huduma zake maalum, ili na yeye ajihisi ni sehemu katika familia yako.
Ziko hospitali maalum zimeanzishwa kwa watu wenye changamoto hizo, na wale wamekuwa na utaratibu wa kupita nyumba kwa nyumba, haswa kwenye zile jamii ambazo zinapenda kuwaficha hawa watu. Wanakwenda kuwafichua, wanawapa huduma na wengine wanapona, masha Allah, maisha yao yanakwenda vizuri. Kama mna mtu wa sampuli hii kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye jamii, tambueni uwepo wake. Mkishatambua uwepo wake, mtamtengenezea mazingira rafiki ya kupata huduma anazostahili, na hii si aibu. Imani hujafa hujaumbika. Hata wewe ambaye ni mzima, kesho na kesho kutwa hakuna guarantee. Leo na miguu miwili, linaweza kutokea la kutokea, kesho unaamka una mguu mmoja. Inawezekana kabisa. Mmoja nimekaa sehemu kwenye wheelchair. Mimi nimekaa kama napunzika tu. Mtumiaji wa wheelchair alikuwa amelala, mimi nikakalia ile wheelchair. Akaja bwana mmoja, subhanallah Sheikh, muda tujua naona ile tatizo ulipata lini? Ambia tatizo gani? Mbona juu ya wheelchair tena? Nikamwambia mimi mzima nimetumia tu kama kiti. Kujua wanaotumia viti hivi ni watu wenye matatizo. Kwa hiyo huyu bwana alishaanza kunipa pole, na ni vitu ambavyo vinawezekana. Hakuna anayejua hatima yetu ikoje. Wangapi waliokuwa wazima, afya tele, limetokea la kutokea, kesho anaamka hana macho, kesho anaamka hana mguu, kesho anaamka hana mkono. Kwa hiyo kwa nini umnyanyapae yule ambaye ana changamoto hizo katika familia yako au katika jamii yako? Tambua kwamba na yeye ni sehemu katika jamii. Kwa kuyasema yote haya, maana yake sisi tuwe ni sehemu ya kutengeneza amani kwa hawa watu wenye mahitaji maalum, au kwa hawa watu ambao tunawaita alfiatu alkhassa, makundi maalum, kiasi ya kwamba akipatikana mtu huyo baina yetu atokee mzima, atamani laiti na yeye ingezaliwa hivyo, kama alivyotamani Auf ibn Malik al-Ashja'i. Si alitamani ingekuwa nafasi ya yule maiti? Kwa hiyo hawa watu tuwape service na huduma ambazo hata ikibidi wale wazima watamani na wao lao wangelikuwa wana hizo changamoto, jinsi wanavyoona huduma nzuri zinavyotolewa. Leo kwa kumalizia, ukienda maeneo ya vituo vya mayatima, kuna baadhi ya mayatima mashallah wanaenjoy mpaka walio hai wanatamani kuwa mayatima. Au hili halipo? Hivi uyatima umekuwa mzuri kiasi hicho? Kufiwa na baba imekuwa ni jambo zuri namna hiyo? Kila mtu anatamani kuwa na baba yake. Lakini kwa nini mpaka wengine wanadanganya? Kuna mtu mzazi kabisa, baba anamchukua mwanawe anampeleka kituo cha kulelea mayatima, kwamba jamani, mimi msamaria mwema tu, huyu mtoto nimemuokota, na mimi nimesikia hapa mnapokea watoto yatima, nini waletea? Simjui baba wa huyu, mama wa huyu, wala sijui mtaa wake, mkandai barua ya mtendaji, mkimtaka huyu, msipomtaka nimewaachia. Wapo hao, na wenye vituo vya kulelea watoto mayatima wanayajua haya. Kwa nini inafikia hatua hiyo? Sababu inawezekana huyu mzazi anaona wale watoto pale wanasoma shule nzuri, wanapata huduma nzuri, kila kitu chao kizuri. Mimi mzazi niko hai lakini siwezi, wacha nimpeleke mwanangu akapate haya kule. Hii ni khiana. Lakini hatua hii ya kutamani mpaka kumfanya mwanao kuwa ni yatima, manake umeona zile huduma nzuri zinazotolewa huko. Kwa hiyo hata hawa watu makundi maalum haya, sisi kama umma wa Kiislamu tuzingatie kuwa ni makundi maalum, tuwape huduma zao maalum, ili na wao waenjoy, wahisi ni sehemu katika umma wa Kiislamu, wahisi wao na sisi ni kitu kimoja. Naamini kwa kuyasema haya, kila mmoja wetu atafanya maazimio ya kufanya kwenye jamii yake, familia yake, ukoo wake, kile ambacho anahisi kiko ndani ya uwezo wake kukifanya. Tunamwomba Allah azza wa jalla awaponye wagonjwa miongoni mwetu, wenye changamoto za uchumi
Allah wafanyie sahali, awatatulie changamoto zao. Allah atufungulie milango ya riziki na atubariki katika kile ambacho ameturuzuku. Allah aendelee kuidumisha imani na amani katika miji yetu, katika nafsi zetu, katika maisha yetu pamoja na jamii zetu. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwenye social media, si ndio? Na mimi natakiwa nijitangaze.